Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imetoa taarifa kwa umma kuhusu hali ya Watanzania nchini Israel na Irani kufuatia mashambulizi baina ya taifa la Israel na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Taarifa ambayo imetolewa hii leo Juni 19 mwaka 2025. Kufuatia mashambulizi yanayoendelea kati ya taifa la Israel na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani yaliyoanza tarehe 13 Juni mwaka huu, hali ya usalama katika mataifa hayo imeendelea kuwa tete. Mgogoro huu umesababisha mataifa mbalimbali kuchukua hatua za dharura kuondoa raia wao waliopo katika maeneo hayo hatari. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapenda kuhakikishia wananchi kwa Watanzania waliopo nchini Israel na Irani wapo salama. Aidha, hatua za haraka za kiutendaji zimeanza kuchukuliwa ili kuhakikisha raia hao wanarejeshwa nyumbani salama. Kupitia balozi zake zilizopo katika nchi za Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu ambao unawakilisha Tanzania nchini Irani, Kuwait na Israel, serikali inaendelea na juhudi za kuorodhesha Watanzania waliopo katika nchi hizo. Taarifa zilizopo hadi sasa zinaonyesha kuwa kuna Watanzania 168 waliopo nchini Irani, wakiwemo wanafunzi 134 katika mji wa Qom na wengine 34 jijini Tehran. Kwa upande wa Israel, inakadiriwa kuwa kuna zaidi ya Watanzania 200 wakiwemo watumishi wa ubalozi wa Tanzania, wanafunzi na wafanyakazi kwa taasisi mbalimbali. Kati yao Watanzania 50 tayari wameshajiandikisha kwa ajili ya kupatiwa msaada wa kurejea nyumbani. Pamoja na changamoto za kiusalama zilizopo, serikali inathibitisha kuwa jengo la ubalozi wa nchini Tanzania nchini Israel halijaathirika na mashambulizi ya hivi karibuni ya Irani. Wakati mashambulizi hayo yalipotokea, hapakuwa na mtu yeyote ndani ya jengo hilo, na maafisa wa ubalozi pamoja na familia zao wote wapo salama. Aidha, balozi zetu nchini Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu zimekuwa zikiwasiliana na Watanzania waliopo katika maeneo ya Iran na Israel zikiwataka kuchukua tahadhari za kiusalama, wakati serikali ikiendelea kushughulikia masuala yanayohusu usalama wao, ikiwa ni pamoja na mustakabali wao wa kurudi nyumbani. Serikali kwa kushirikiana na wadau wake wa ndani na nje ya nchi inaendelea na taratibu za kiutendaji ili kuhakikisha Watanzania waliopo katika maeneo hayo hatarishi wanarejeshwa nyumbani salama. Imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Hii ni Global TV. Jina langu ni Onesimo Sangalali. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.